Na mtazamaji wa Stein TV, nikwambie karibu sana kwa mara nyingine katika kuzungumzia masuala ya kiburudani ambayo yanaendelea katika mkoa wetu wa Kagera. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya kiburudani kwa upande wa Tanzania nzima kiujumla na mikoa mingine, lakini sio kuzungumzia Kagera katika upande wa muziki. Sasa leo nimeamua nije kupiga story na wana Kagera kwa ajili ya kuweza kuzungumzia muziki wetu wa Kagera uweze kusonga mbele. Maana toka miaka ya nyuma tunakuwa tunamwona mtu mmoja tu ambaye anafanya vizuri katika game ya muziki, lakini sasa nimeona leo niweze kuzungumza na baadhi ya watu wanaosikiliza muziki wa Kagera, comments zao ziko vipi ili wasaidi wetu waweze kwenda. Sasa mada ambayo ipo kitaani katika siku ya leo tupo kwanza Uswahilini, lakini pia mada ambayo tutatembea nayo mwanzo hadi mwisho kuhusiana na wasanii wetu wa Bukoba. Mara iko hivi, wasanii wa Bukoba wafanye kitu gani ili waweze kuimprove kama wenzao waliotangulia kama walivyofanya ikiwemo Saida Kaloli. Bana, mimi naitwa J Brand kutokea Stein TV. Bana, ni naye brother hapa. Bana, mambo vipi? Bwana kama kawa. Shega Fresh. Bana, bila shaka story yako sio ngeni mshikaji wangu, si ndio? Tunakutana sana na tuna homeboys unajua tena. Mtu wa nyumbani. Bana, jitambulishe. Mimi huenda nakujua, lakini kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa hivi hakufahamu jina lako. Bwana, kwa majina mimi naitwa Faridi au DJ Fidi. DJ Fidi. Na White vipi? Kama kawa yote. Kama kawaida. Sasa DJ, wewe unajua ni DJ ambaye unapiga muziki kwa baadhi ya maeneo umeenda sana pia. Na uliwahi kushiriki mashindano kadhaa kutokea hapa mkoani Kagera. Leo bwana tunayo mada ambayo inazungumzia wasanii wa Bukoba wafanye kitu gani waweze kufika mbali au waweze kupiga hatua kimuziki, taifa liweze kuwatambua. Maana mara nyingi sana tunamjua Saida Kaloli ndo anafanya vizuri kwa upande wa mkoa wetu wa Kagera. Sasa kitu gani wakifanya, labda wanafeli wapi? Ushauri wako ni upi? Mimi ninachokijua kwanza, tuseme muziki wetu wa Kagera bado wasanii wanajitafuta sana. Lakini cha kwanza kabisa nachokiona kinawarudisha nyuma wasanii wetu ni kutokubali kwenda international, yani tuseme kuimba ile lugha ya taifa inayojulikana. Kwa sababu kwanza Saida Kaloli alibezi sana na muziki wa asili, ndio maana ametoboa akabezi sana kwenye asili. Sasa wasanii wanaochipukia sasa hivi wa kizazi kipya inabidi waangalie sasa hivi game inahitaji nini. Sio tu kukaa tu wanaimba nyimbo za asili, nyimbo za kiruga na nini, hapana. Inabidi wachange kwa sababu muziki wenyewe unahitaji mabadiliko. Watembee na upepo fulani. Watembee na upepo, sio tu kukaa tu nyimbo za asili na nini. Inabidi wabadilike. Sasa White, kuna msanii niliwahi kufanya naye interview. Nikajaribu kuzungumza kitu kama hicho kutokana na baadhi ya maoni ya mashabiki ambao nilikuwa nawasikia kama nyinyi hapa kwamba kidogo kiaya huenda kinaleta shida. Sasa msanii akanijibu kama Saida aliweza kuimba kiaya mpaka taifa likamchambua, yeye ni nani? Je, hiyo iko vipi DJ White? Sasa hiyo wasitembelee upepo wa Saida. Maana yule ni mama wa asili anajulikana. Wewe kama unaingia kwenye muziki, angalia sasa hivi game inahitaji nini ili uweze kutoboa. Sio tu kukaa nyimbo za asili hapana. Mimi nahisi hicho ndo point kubwa hasa inayowafelisha wasanii wa Kagera. Labda point nyingine ambayo inawafelisha wasanii wa Kagera? Point nyingine labda nahisi ni issue ya udhamini tu, kutopata record label, kutopata watu wa kuwa manage, kuwapandisha kidogo kimuziki. Hivyo tu unakuta msanii anajitegemea yeye kama yeye. Anatoa wimbo wa pesa ya kurekodi mwenyewe, video mwenyewe. Yani ana mtu wa kila kitu ni yeye. Support hiyo ndio shida Lakini pia mwanangu, kuna wasanii wanakutana na kila kitu kuanzia kwenye management, lakini hawa improve kimuziki. Sasa hiyo pia na wenyewe naona kama ni changamoto, kwa sababu sina haja ya kumeshira wasanii hao, lakini wanapata management nzuri, lakini kwa upande wa kuimprove inakuwa ni ngumu sana. Sasa hiyo point yako vipi? Hapo shida sasa ni ubunifu. Ubunifu, kwa sababu mtu akishapata management, akishapata support ya kumsupport kimuziki, ni ubunifu tu msanii yeye kama yeye kujiongeza, anajua anafanya nini kutokana na kazi yake anayoifanya. Bana White, umetisha sana mshikaji wangu. Bana, wape shabu watu watano hapo. Bwana, kwanza kabisa watu watatu. Nakubali sana wanangu wa Bugandika. Wanangu wa Mshenye pale, nakubali sana wanangu wa hapa Kijiweni Uswahilini tunapopigia mishemisho zetu. Bwana, watoto wa Uswazi, unajua teta. Si ndio? Bwana, nakubali sana Stein Media. Bwana, nakubali sana pia. Bwana, mdau mwingine huyu hapa aweze kutoa maoni yake kuhusiana na muziki wetu wa Kagera, sanaa ya Kagera katika upande wa muziki, si ndio? Bwana, mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani? Nelson. Bwana Nelson, tunazungumzia muziki. Mada mezani, kwa nini wasanii wa Bukoba hawana upinzani mkubwa kwa sasa hivi? Wao kama wao amebaki kitrendi mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Saida Kaloli. Unadhani wasanii wanaferi wapi? Kwa upande wangu wasanii wa Bukoba ambao trendi ni wakishatoa tu nyimbo 1 2 3
wakishasikia kwamba wanajua ndio wanavimba hivyo, mwisho kwenye ramani wanatoka kwenye ramani hivyo ndio wanakuja na feli hivyo yani. Lakini Saida akishatoa vinyimbo vyake nini anaendelea kupambana hivyo. Anaendelea kupambana. Kwa unaweza kusema wasanii wakishatoa nyimbo 1 2 3 anavimba. Kwa hiyo ile wakisifiwa nini wakivimba wanatoka kwenye ramani, si ndio? Kwenye ramani Labda ushauri kwa wasanii wa Bukoba ni nini? Ushauri tu ni kwamba wakishatoa nyimbo tena wakishasifiwa tena ndio waendelee tu. Yaani wasishuke, yani wasishiwe power, waendelee kutoa tu ngoma nini. Then watapanda juu. Unamkubali msanii gani? Tunamalizia hapo kaka. Mimi mkubali kwa huku Bukoba. Ni Saida Karole, ni Tikasha huyo. Wengi sana. Bana poa, umetisha sana jina lako, lakini pia wape shout wana wawili hapa. Salamu wana wawili hapa. Wanangu wawili ni Betty yuko hapa. Yuko Betty yuko hapa stand hivi. Yuko mwanangu sana huko, wanamuita Eli. Big up sana. Bwana umetisha sana, si ndio? Hamna noma. Bwana Nelson Bwana pamoja sana. Ameweza kutoa maoni yake Nelson kuhusiana na muziki wetu wa Kagera, lakini pia nimezungumza na wadau kadha. Mimi sina budi kusema kwamba nimetamatisha kwa ajili ya kuweza kupiga story na wana kitaani. Tulikuwa Uswazi. Mimi naitwa J Brand kutoka Stein TV. Tukutane wakati mwingine tena katika kuzungumzia muziki. Leo tumezungumzia muziki upande wa Bukoba katika mkoa wa Kagera, lakini huenda kesho tukazungumzia muziki katika ngazi ya taifa.